Tuombe. Ee Mungu, kwa kulijalia rehema kanisa lako, ili kwa kushika maagizo yako hapa duniani lifikishwe kwenye uzima wa milele, tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Watu karibu wote wa mjini walikutana ili kulisikia neno la Mungu. Wayahudi walipoona umati wa watu walijawa na wivu. Wakayasadiki maneno ya Paulo na kutukana. Paulo na Barnaba walipohubiri waziwazi wakasema, ilikuwa haki yenu kuhubiriwa kwanza neno la Mungu. Lakini kwa sababu mnalikataa na kwa hukumu yenu wenyewe hamstahili uzima wa milele, haya basi tunawaendea watu wa mataifa. Kwa maana ni hayo aliyotuagiza Bwana aliposema, nimekuweka uwe mwanga wa watu na wa mataifa, na mjumbe wa wokovu hata miisho ya dunia. Watu wa mataifa waliposikia hayo walifurahi. Mkono wake mtakatifu umeuleta ushindi. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Uaminifu wake kwa nyumba ya Israeli. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako ewe Bwana. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akaye ndani yangu kuzifanya kazi zake. Unisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? La, hamsadiki hivyo. Sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Amin, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Naam, omba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Ukiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Injili ya Bwana. Na tunaona ya kwamba leo tunakuja kuweza kufanya sala hizi kuweza kumkumbuka. Hivyo inakuwa ni mwanzo wa kuweza kumkumbuka kila mwaka. Tutaweza kufanya hivi ili tuweze kuona ya kwamba tunazidi kuombea roho
na wale ambao wametutangulia, ili tukazidi pia kuweza kujumuika pamoja kama familia kwa ajili ya sala hizo. Wale ambao wametutangulia wanatuleta wakati mwingine pamoja, sio tu kwa mazishi pekee, bali kwa kuweza kuwakumbuka mwaka kwa mwaka. Na hata katika kanisa letu kila mwaka mwezi wa 11 huwa tunawakumbuka marehemu wote tarehe 2 Novemba, siku kuu ya kuweza kuwakumbuka marehemu wote. Na sisi pia kama familia tuna ile yetu ambayo tunakumbuka wale wapendwa wetu. Na hasa somo la Injili linatuambia kwamba kumjua Kristo ni kuweza kumjua Baba. Yale ambayo anayeyazungumzia, anasema kama mngalinijua mimi, mngalinijua na Baba yangu. Na tangu sasa mnamjua na mnanijua, tena mmeniona na mmemwona Baba. Filipo anapouliza swali hili hajakosea, kwa sababu alikuwa anataka waweze kuonyeshwa Baba huyu ni nani, Baba huyu wa mbinguni. Lakini Yesu Kristo anasema yeye ndiye anayemfunua huyo Mwenyezi Mungu. Kristo ndiye anayetufunulia kuweza kujua Baba yetu wa mbinguni ni nani. Na tunaona ya kwamba jinsi ambavyo anavyomfunua huyu Mwenyezi Mungu kwetu sisi, hata tuweze kuona ya kwamba tunamuona kwa macho yetu, lakini tunaona ishara ambazo Kristo anazitenda, ambazo Mwenyezi Mungu ametenda katika maisha yetu. Kwa hivyo ni vizuri kuweza kuona ya kwamba yule Roho ambaye ametumwa kwetu, Roho Mtakatifu, yatafufuliwa. Kwa hivyo tuweze kutambua ya kwamba tunapofanya baada ya kuweza kuwakumbuka hao marehemu, tuweze kujua ya kwamba wako hai, lakini labda hawana mwili kama sisi. Zika mwili wake kama huyu mama Kristo ambaye tunajua ya kwamba tulizika, lakini yeye yuko hai kwa ile njia tofauti. Nasema binadamu ana roho na kuna moyo, si ndio? Moyo ni hii ambayo tunasikia kigonga, lakini roho tunaweza kujua. Angalia jirani yako kama unaweza kuona roho inakukujia. Lakini wale wengine mazuri unasikia amemkujia tu kwa nguo nyeupe, hakuna mambo mengine, hata wengine hawezi kuwatokea, na bado hivyo hivyo tu. Boza hata wakati Yesu Kristo alifufuka aliwatokea hawa wanafunzi wa. Sisi labda wanatutokea kwa ile hali tofauti, sio na mwili jinsi ambavyo walikuwa. Lakini wanaweza kujia sisi kwa ndoto, wanaweza kujia sisi katika hali tofauti ya kutuambia hapa na pale. Na kwa hivyo uweze kuona ya kwamba ile roho ya wale marehemu huwa iko hai, na iko hai kabisa katika mambo yetu tunayoyafanya. Kwa hivyo tunapofanya jambo lolote tuweze kukumbuka hayo. Ndiposa unaona hata wale ambao wanakunywa pombe, si ndio? Wale wa kienyeji na hata ile ya duka. Unasikia mtu anamwaga chini kidogo. Habari yenu. Yaani mnaniangalia ni kama mfanyangi hiyo vitu. Wanamwaga chini, wanasema wanaapisi nini? Na ndiposa ukitaka kujua vizuri, ukipita hata kwa makaburi, unajua huku kwetu hakuna makaburi, tunakuwa ile cemetery labda ni ya serikali. Lakini Malawi unapata kwa kila kijiji iko cemetery. Mahali wanazika watu kwa kijiji, amuziki kwa nyumba kama sisi ati kwa familia wanazika kwao. Wanazika kwa kijiji. Kijiji fulani kinakuwa na cemetery yao. Na cemetery hiyo ukitaka kupita hapo usiku utasikia watu wanaongea. Ni hizo roho za marehemu ambazo tunazisema. Kama uniamini mimi, unajua mnaniangalia ni kama muamini. Wewe jaribu ama leo usiku jaribu tu kutembea, utasikia nywele zinasimama. Ukipita karibu na makaburi, ujue wewe uko na shida na wale waliokufa. Sasa ndakana urekebishe mahali. Kwa hivyo katika maisha yetu ni vizuri kuweza kuwakumbuka hao. Licha ya kwamba wametuondokea, licha ya kwamba hawako pamoja na sisi, lakini wako katika ile hali tofauti.
Na hiyo hali tofauti ndiyo tunasema tunaombea roho za marehemu. Hatuombei moyo wa marehemu, tunaombea roho za marehemu ambazo huwa tunasema zipumzike kwa amani. Kwa hivyo kila mwaka tunaposherekea hiyo siku kuu ya kuweza kuombea, tunaanza na ile watakatifu wote, halafu tunakuja marehemu wote. Tunawakumbuka in a special way kwamba kwa sababu walikuwa Wakristo na walikuwa pamoja na sisi, waweze kupata na kuweza kupokea huyo Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunapofundishwa na Yesu Kristo jinsi ambavyo yeye aliweza kufufuka, na anapowatokea hao wanafunzi wake, hata kina Tomaso awaamini, anawaambia shikeni hapa, yeye alifufuka na mwili jinsi ambavyo alivyokuwa. Lakini sisi tunaamini katika ule ufufuko wa wafu ambaye Yesu Kristo mwenyewe ameweza kutufundisha. Kwa hivyo tuweze kuomba Mwenyezi Mungu ili aweze kutujalia Roho Mtakatifu, ili nasi pia tuweze kushuhudia na kuweza kuona ishara nyingi ambazo Mungu ametenda na anaendelea kututendea katika maisha yetu, ili tuweze kuona ya kwamba tuna amini katika ule ufufuo, na tunaamini pia katika yale ambayo Mwenyezi Mungu anatutendea kila wakati. Kwa hivyo ni siku ya kuweza kupata kumwomba huyo Mwenyezi Mungu, ili katika maisha yetu, katika familia zetu, tuweze kuangalia ni nini kinachotuzuia sisi kuweza kushuhudia huyo ambaye ni Kristo. Ni nini kinachotuzuia sisi kuweza kuona ishara ambazo Mwenyezi Mungu anatenda. Kile ambacho ni kizuizi tunastahili kuweza kukiondoa. Na kwa hivyo tuweze kuomba Mwenyezi Mungu siku hii ya leo aweze kutujalia sisi kuweza kumjua Kristo, na tunapomjua yeye, bila shaka tutakuwa tumemjua Mungu Baba ambaye ni muumba wetu, ambaye ni muumba wa kila kitu. Na kwa sababu hata Zaburi yetu imetukumbusha juu ya miisho ya dunia, anasema imeuona wokovu wa Mwenyezi Mungu. Miisho hiyo ya dunia labda tujafikia kule mwisho, lakini wale ambao wametutangulia kama mama huyu, hao tunasema hapa duniani, safari yao ya hapa duniani iliishia hapa, lakini sisi tungali na safari ya hapa duniani na baada ya hapa duniani. Kwa hivyo tuweze kujibidisha katika maisha yetu, ili nasi pia tuweze kuona ule utukufu wa Mwenyezi Mungu ambao sisi wote tunatumainia kwamba Kristo alikufa na yeye alikuwa katika wale wafu, lakini alifufuka, yeye hafi tena, wala mauti haitawali tena katika maisha yake na hata katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kama Mungu Mwenyezi, tunafanya ibada hii pamoja na familia hii ya mama huyu mwenda zake ambaye alikuwa pamoja nasi. Na tazama Mungu Mwenyezi, tunafanya kumbukumbu hii kuweza kumkumbuka yeye. Tunapoomba pamoja na familia hii, waendelee kuwajaza nguvu, ili Mungu Mwenyezi wanapoendelea kutafakari juu ya fumbo hili ambalo hatuelewi, lakini wewe mwenyewe unalifahamu, uweze kuwajaza nguvu, na uweze kuwajaza amani, na uweze kuwajaza upendo, na uweze kuwajaza ushirikiano, ili siku zote Mungu Mwenyezi kupitia kwa haya yote waweze kushikana pamoja kama familia moja, licha ya kwamba mpendo wao aliweza kuondoka, bali Mungu Mwenyezi wewe uko pamoja nao. Ametolewa sadaka, kwa maana kwa kuyaharibu yale ya zamani yote yaliyokuwa yameanguka yalifanywa upya, nasi tukarudishiwa ukamilifu wa uzima katika Kristo. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya Kipasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako wakisema bila mwisho. Zimejaa utukufu wako. Hosana juu, hosana, hosana, 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 hosana juu, hosana, hosana. Bariki
Vivyo hivyo baada ya kula akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnyonyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lienee popote duniani, ulikamilisha katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo na askofu wetu Henry na wakilero wote. Umkumbuke mtumishi wako Mama Beatrice Lukongo uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Jalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mama wake huyo Bikira, mitume yenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao yake wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote milele na milele. Amina. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na kufuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika ushawishi, lakini utuokoe. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliambia mitume wako, amani na wachieni amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Pende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Utupe amani, Mwana Kondoo, Mwana wa Mungu, utupe amani, Bwana. Uondoe makosa yetu, utupe amani, utupe amani, Bwana, utupe amani, Bwana, utupe amani. Wa dhambi za ulimwengu, heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Mwana Kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Nataka hao ulionipa wawe pamoja nami nilipo mimi,
ili waone utukufu ulionipa. Haleluya. Sote na mimi niishi nawe, niwe wako milele. Ingia ndani mwangu unilinde, nijalie Bwana wangu, nikupende siku zote. Yesu wangu nakupenda, ingia ndani mwangu unilinde, nijalie Bwana wangu, nikupende siku zote. Tena mpa Bwana nilivyo navyo vyote, ni mali ya Bwana. Maisha yangu yote nampa Bwana, maisha yangu mimi nampa Bwana, maisha yangu yote nampa Bwana. Nilivyo navyo vyote ni mali ya Bwana, maisha yangu yote nampa Bwana. Fumbo hili takatifu tunakusihi kwa unyenyekevu, ili yale ambayo mwanao alituagiza tuyafanye kwa ukumbusho wake yatufae kwa kutuongezea mapendo yako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mimi na asili ya uzima wote wa mwili na roho, tunakuomba yabariki maji haya ambayo kwa imani tunatumia tukiomba msamaha wa dhambi zetu, na kwa ajili ya kujipatia ulinzi wa neema yako dhidi ya magonjwa na mitego ya adui. Tujalie Bwana kwa huruma yako maji haya yawe daima kwa ajili ya wokovu wetu, ili tuweze kujongea wewe kwa moyo safi na tuepuka hatari zote za mwili na roho, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ametoka Mwokozi kafufuka, leo na mapema. Mungu, roho za waamini wako za pumzika kwako. Upende pia kuyabariki makaburi haya, mweke na malaika wako mtakatifu ayalinde. Wajalie kwa huruma hawa watumishi wako Beatrice na Patrick wanaolala katika makaburi haya, wapumzike kwa amani mpaka utakapo waangaza wakati wa kuwafufua. Wajalie waone mwanga wa milele kule mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Kabla mimi sijaongea, jambo. Hatujambo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mimi kwanza tu namshukuru Mungu kwa kufika siku ya leo. Leo sisi kama wanajamii hatuna mengi ya kusema, kwa maana tulisema mengi wakati ule, ilikuwa wakati wa majonzi, lakini siku ya leo ni siku ya furaha, siku ambayo tumekuja tu kwa sherehe na kukula na kukunywa, si ndio? Yes. Kwa hivyo
Sisi tunasema tu wale wenzetu ambao walilala waende walale mahali pema peponi. Joseph Ngereso, Patrick alikuwa mtoto yangu, na huyu pia Beatrice. Mimi natoka huko Vihiga katika parokia ya Hambale. Asante. Asante sana. Beatrice na Patrick walikuwa shangazi wangu. Ni hao tu, mbarikiwa. Kwa majina ni Florence Abwao. Asante. Makofi jamani kwa. Asante sana. Kanisa na wanajamii. Patrick alikuwa shangazi yangu, pia Beatrice alikuwa shangazi yangu. Mimi naitwa Bwana Furaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimemshukuru Mungu kwa siku ya leo. Leo tuko na furaha, tunataka tusindikize shemeji yangu na mpe maua alale mahali yako salama. Na ile kitu tunaomba ni maombi. Na shangazi zangu, ile kitu ya muhimu ni kanisa. Mshike kanisa. Kanisa ndio kitu ya maana. Ndio Mungu amuelekeze mahali mnaenda. Chochote ile mnashika, Mungu mnaomba Mungu kwanza, anatangulia, ndio nyinyi mnamfuata. Na tushikane, tukue kitu moja. Na mkumbuke kila mtu wa familia. Nilishukuru ile kitendo tulitoka hapo mkanipeleka mpaka kwangu, nasema asante. Tuzidi kuendelea hivi. Watu wa ukoo tukue kitu moja na tushikane. Ile kitu namuomba, nataka tukutane kwa shosho December. Tukutane wajukuu wote wa Charles Lugongo. Tujuane na tukue kitu moja. Na tuzidi kutembeleana, tujuliane hali. Na muweka kwa maombi, mahali mtaenda Mungu atangulie na nyinyi mfuate. Kila kitu Mungu atangulia. Na hii boma tuzidi kuiombea na mzidi kutuweka kwa maombi. Tufurahi pamoja sherehe yetu ya mwisho ya mama wetu Beatrice na ndugu yangu Lugongo. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Leo si huzuni, leo ni furaha. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati huo mwingine tulikuwa na huzuni, tulikuwa tumeishiwa nguvu, tulikuwa tumeshushika, lakini kwa sababu ya maombi yaliwekwa mahali hapa, ninashukuru kwa sababu Mungu ametutia nguvu. Na Mungu ameweza kutuwezesha tena tukutane siku ya leo kwa ajili ya kutengeneza mambo ya semeji yangu na ndugu yangu kwa sababu ya jina lake. Kwa hivyo mimi ninawashukuru wa Kristo kwa mshikamano wenu, kwa furaha mlikuwa nayo, na pamoja na Father pamoja endelee kuwalinda, akaweze kuwapatia protection ya ajabu muingiapo mtokapo. Mungu akue pamoja nanyi, na Mungu akaweze kuwaonekania kwa chochote kile mnachokifanya, kwa sababu ya yale mmekumbuka kutenda siku ya leo. Mungu asiwaachilie. Mungu amimine baraka yake ya mvua jinsi amemimina baraka ya mvua usiku wa leo. Kwa hivyo mimi ninatangaza tu muinuliwe, na yeyote ule ameweza kuingia ndani ya boma hili, Mungu akaweze kuwaonekania. Ni siku ya furaha, tufurahi pamoja, tukule pamoja, na hata tuinue jina la Baba pamoja, kwa sababu yeye ametuwezeshea tuone siku ya leo. Kwa majina ninaitwa Jeffrey Simbuaya. Mimi ni dada ya Lugongo. Beatrice ni semeji yangu. Mimi ndio nilikuwa ninakaa na yeye maeneo haya. Kwa hivyo Mungu wa amani akaweze kuwabariki. Amen. Na Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sina maneno ya kusema. Mimi ni mama ya Beatrice. Siku hizi tulilia kama Beatrice alikuacha, lakini siku hizi ni furaha tu, na Mungu ambarikie. Amen. Kwa majina naitwa Fete Kilisha Lugongo. Karibu bwana. Tumsifu Yesu Kristo tena. Amina. Mimi vile tumesikia kwamba mimi ni guga wa boma hili sasa. Kwa mfano, huyu Lugongo mnasikia yeye ndiye anafuata mimi nyuma. Mimi nasema hivi, nimeshukuru sana kwa hii siku ya leo ambaye Mungu ametuchagulia. Sio sisi wanadamu. Mungu ndiye ametuchagulia hii siku. Tumeshughulika naye kutokea jana, kutokea juzi, tangu mipango yanze mpaka kufikia hii siku ya leo. Mimi hata nilipolala hapa nilikuwa nikihuzunika kwamba wenzangu wa Kristo kweli wataonekana kwa hili boma, lakini ninapoona mmejaa hivi ni furaha kubwa.
mmefika hapa vizuri na tumeadhimisha misa vizuri. Natoa shukrani kwa padri ambaye ametutolea misa hii ya leo. Ni shukrani kubwa, na kwa nyinyi wote ambao mmejitolea kufika hapa hii siku ya leo kwa kuadhimisha hii siku ya leo, ni asante sana. Nimeshukuru kwa yote ambayo yamefanyika hivi leo hapa. Boma langu hapa Allen, mimi namwombea Mungu azidi kumpa afya na azidi kumpa akili, kwa sababu yeye ndiye amebaki katika ile boma kiongoza, anaongoza hao wengine. Azidi kuwa na akili ya kulinda hili boma na kulijenga, na Mungu atambariki. Ile tunasema hivi, Mungu anajua kwamba kazi ambayo imefanyika katika hili boma ni kazi ambayo si kazi rahisi. Amefanya kazi kubwa mpaka tumefikia hii siku hii ya leo. Mimi natoka kule Vihiga katika dayosisi ya Kakamega, na tumefika hapa kwa hii sherehe ya leo. Nasema ni asante, na mimi sina cha kurudishia isipokuwa tu Mungu amweke muwe na afya nzuri na muweze kuongoza boma hili vizuri. Maombi. Namsalimia mjambo. Hatujambo. Mjambo tena. Mimi majina langu ni Kennedy Rugaye. Beatrice alikuwa msichana wetu mkubwa. Wakati tulikuwa hapa tulikuwa tunaomboleza, na tunashukuru kanisa mlisimama na sisi mpaka mahali tumefikia saa hii. Hatujapatikana na jambo ile mbaya. Mungu ametujalia mpaka tumefika siku ya leo. Watoto hao majomba zangu wakiongoza na Alan, kina Dominic, na washukuru sana kwa sababu kazi kama hii inakuanga ngumu. Mmetoka mmezika mufu, tena mnarudi baada ya siku 40, inakuanga kazi ngumu. Na washukuru sana kwa ile kazi wamefanya. Mungu awabariki. Hao watoto sio wabaya. Tena mama hao waliwasomesha wako sawa. Ile tu kitu mzuri kanisa, Mungu mnatembelea hii familia, mnakuja na waombea. Kama mko na kazi kanisani, mnawajulisha, wanamsaidia. Ni hayo tu, Mungu ambariki. Ndia Beatrice, sisi tumetoka Maragoli. Nimeleta salamu kwanza kutoka Maragoli. Hatungekuja wengi sababu sasa gharama imekuwa juu. Lakini kwa Maragoli wote nimeleta salamu. Alafu hawa watoto wa dada yangu nawaambia tu wakae pamoja. Wasaidiane na wakuwe na hekima. Hekima ni kitu muhimu sana. Kwa yote nasema asante. Familia ya jirani yangu, kanisa ya jirani, marafiki na jamii, hamjambo? Hatujambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu amekuwa pamoja nasi tangu tupoteze jirani yangu, ametulinda, ametuhifadhi, ndiposa tuko wazima siku ya leo. Nashukuru tu Mungu kwa yote ambayo ilitendeka na akasimama pamoja nasi kama jirani. Mimi ni jirani huko penye walitoka huko chini. Ni parapara tu ukiwa kwa Beatrice na mimi hapa kando. Kwa majina naitwa Stella Alufayo. Wakati ule tulikuwa tunaomboleza, lakini siku ya leo tunamwachilia aende salama, akae salama. Mungu atulinde, nyinyi ndiyo nguvu zetu, muendelee kutulea kama jirani, na Mungu awabariki. Ni jirani wangu kabisa hapa na hapa. Tunakaa na yeye nzuri. Hata siku ile alikuwa anakata miti, tunakaa na yeye, anaongelesha, tunaongea na yeye vizuri. Yeye alikuwa mzuri, mama mkamili. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna vitina, mpakane kwa mpaka, hapana, tulikuwa mzuri. Hii watoto sisi tunawalea, wanakuja huko, tunakaa na hao, tunasema Mungu awasaidie. Pole maombi kwa kanisa, muwaombee. Sifa. Haleluya. Amen. Mimi nikisimama niko na furaha kuhusu Patrick Lugongo pamoja na Beatrice. Lugongo ni mtoto yangu. Samba 30 years ago. Hii samba imetoka kwangu ikasalia hii. Bwana asifiwe. Na vile niliishi na Beatrice pamoja na Lugongo, hata na watoto yake, hauwezi kujua hii ni mtoto ya nani. Mimi nilikuwa nafikiria Lugongo ni mtoto yangu ya kwanza. Kwa nini? Lugongo na Beatrice were my best friends. A friend in need and a friend indeed. Hilo ndio nilisi na hawa.
Saa hii ninawafungulia. Najua kuna kwaya wana complain Kiingereza. Imeingia ama haijaingia? Imeingia au imeingia? Ndugu wangu na Beatrice ni duka yangu. Wakifika nyumbani lazima nikunywe chai. Hiyo ni wasi. Lazima niseme. Wanilea kama mama yao. Hata nikienda Nairobi, hiyo gate ya Kenya Air Force naingia bila ID. Unauliza unaenda wapi? Naenda kwa Patrick. Wacha mama ya mkubwa aingie. Na mkono yako miwili. Umefaa kiatu mzito, lakini ni yako. Sisi tunaombea wewe usima. Ukwe msima na ulinde hii watoto. Lakini sukari yangu usisahau. Sinasema ukweli. Watoto usisahau mimi. Ukikuja mimi ningale huko. Mimi ndio nilibeba usito huko. Hiyo miti ilikuwa mingi, lakini hakuna mahali imepata makosa kwa sababu nilikuwa nangoja. Pamoja na kijana yangu iko hapa. Naitwa nani? Leo tumeambiwa ni siku ya furaha, tena tutakula na tutakunywa. Karibu sana. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Amen. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka kumshukuru Mungu kwa siku njema hii ambayo ameweza kuturudisha hapa kwa ajili ya ibada ya kurudisha shukrani baada ya Mungu kumchukua mteule wake, mpendwa wake kwenda kupumzika pamoja naye. Marehemu huyo alikuwa ni mtoto wa shangazi yangu kabisa kule nyumbani kwa kina baba, tena upande wa kwa kina mama, tena yeye ni auntie. Sasa ukoo ulienda kwa kina baba, kwa kina mama. Kwa hivyo tulikuwa pale kama dada yake, na siko peke yangu, niko na cousins hapa. Naomba tu kidogo tu. Naamini kwamba Alan utakuwa umewasilisha hiyo report. Anaomba tu kujulisha tu wanachama wa Jumuiya Monica. Niyo bali, hebu simama kwa haraka tu. All nations to sing and find a home in God. And feel part of community. Najua tumetaka kunienjoy. Wana kanisa, wana jumuiya, bado tuzidi kuwa pamoja, si ndio? Umoja ni? Hii kazi yote hatuwezi fanya peke yetu. Na tungependa kusaidiwa mahali unaona tunakosea. Mahali unaona unaweza tusaidia kwa advice, kwa kazi, naomba usaidizi, si ndio? Ukikumbuka mama na baba, si ndio? Yangu leo ni shukrani, kuwakaribisha, tukule chakula, tukunywe maziwa, soda, tukule ng'ombe, si ndio? Karibuni, na leo nataka furaha. Leo hakuna huzuni hapa, si ndio? Karibuni na Mungu awabariki. Amen. Asanteni. Sema jambo, naomba kama wewe ni mwimbaji inuka juu. Kama wewe ni mwimbaji ukikaa chini kumaanisha naamini waimbaji hawangepatikana kwa hiyo sherehe, wale watu wamepaki chini ndio wangekuwa hapo. Na vile mmesimama hivyo, naomba wanakwaya mkae, alafu kama unajua ni kiongozi paki umesimama. Kama wewe ni kiongozi paki umesimama tafadhali. Sema jambo moja. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Aha, lango ni kwa shukuru nyote kwa kufika siku ya leo kwa ajili ya sherehe ya mama yetu Beatrice. Pili, ningependa kwa niaba ya familia waimbaji wote wa parokia hii kuwashukuru waimbaji ambao tumeweza kupatikana siku ya leo. Kusema kitu ya kwanza nataka nishukuru familia kwa sababu nilifanya nao kazi wakati ya matanga. Kama kuna familia nilipea kazi rahisi, hii hawa jamaa wako very cooperative. Najua tunakuanga kwa familia fulani wakati mnamaliza hivi pop, mkimaliza harambee na kama wewe ni chama nikikoko na pia mimi ndio nileta. Sikumaanisha walipata wananitambua. Nataka niwashukuru, na langu
Nawaombea tu Mungu aendelee kuwafariji na pia aendelee kuwapea nguvu. Mama alikuwa Mkristo, vile wanenaji wamesema. So naomba kwa sababu yeye alikuwa role model, nyinyi mfuate hiyo nyayo, alafu mambo itakuwa sawa sawa. Upande wa waimbaji pia nataka ni washukuru sana. Vile mnenaji wa kwanza alisema saa hii ni wakati ya mvua. Yote hizo vitu mimi kwa meza yangu make sure yote imepatikana. Asante sana. Mimi ni mwenyekiti, mimi si mwenyekiti wa kuondoka. Mimi ni mwenyekiti mwenye anaingia na pia mimi ni organizing secretary wa parokia. Mungu awabariki. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Baba, tunakuabudu, tunakusifu na hata kushukuru kwa ajili ya siku hii. Asante kwa kututegemeza hata katika misa ambayo tumeshiriki kwa ajili ya siku ya leo na kukumbusha mama wetu Beatrice. Asante kwa wote ambao tumefanikisha katika sehemu mbalimbali na hata wale ambao wametoa ushuhuda. Tunakamilisha tunapojikabidhi mikononi mwako, tunapoomba neema yako kuwa katika boma hii na kulinda hawa watumishi wako, na hata pia ongoze na kusindikiza wale watakaoondoka wakirudi nyumbani. Mungu, tunaomba pia ubariki vyakula vimeandaliwa ili kila mmoja napotumia tupate nguvu za kuendelea kutumikia. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Raha ya milele wape Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Moyo wangu wakubujika.